baada ya kujua kwamba ni haramu muislamu kumuingilia mkewe anapokuwa katika haidhi, na tushajua ila ya hukumu iko wapi na ni ipi. Sasa hukumu ya tatu ni kwa Allah azza wa jalla katika hii aya atuambia kwamba ni mubah, yajuzu, yafaa kwa muislamu kumuingilia, kustarehe na mkewe pasipo kuwa pale pahala panapotoka ile haidhi. Hii aya imemruhusu muislamu kustarehe na mkewe isipokuwa pale pahali pa haidhi, na hii ndio hukumu ya tatu. Ushahidi wa hukumu hii katika hii aya ni pale aliposema Allah azza wa jalla, fa'tazilu nisaa fil mahidhi, waipukeni wake zenu au wanawake katika mahidhi. Na mahidhi kama tulivyotafasiri kwa maana mbili, kwa maana ya zamani alhaidh au kwa maana ya mawdhi' alhaidh. Kwa tukichukulia kwamba maana ya pili ndio iliyokusudiwa, pahala anapopaipuka mwanamume ni mawdhi' alhaidh au makani alhaidh. Sasa kustarehe kwa mwanamume na mkewe, anastarehe vipi? Inabidi maneno haya yanahitaji ufafanuzi ili yasibaki hivi kwa jumla, lazima yawe ya wazi, maana haya ni mambo ya kisheria. Kukasimama rai mbili za wanazuoni, zote mbili ni sahihi. Rai ya kwanza ambayo ni rai ya jumhuri ya wanazuoni, rai ya kina Hanafia na Al-Malikia na Shafi'ia, jumhur ya wanazuoni hawa wakasema maana ya maneno haya niliyoyasema sasa hivi, maana yake ni kuwa mwanamume aruhusiwa kustarehe na mkewe anapokuwa katika haidhi isipokuwa eneo la baina ya kitovu na magoti, isipokuwa eneo la baina ya kitovu na magoti. Hili eneo mwanamume lazima aliepuke, akae kando. Hii sehemu hapo usipakurubie kabisa. Hii rai ya kwanza ambayo ya jumhur ya wanazuoni. Kwa hivyo maana ibara hii ndiyo maana au tafsiri ya kuepuka wanawake wakati wa hedhi, na hapa ndipo pahali ulipoamrishwa kupaepuka. Pala pengine fanya utakavyo, starehe unavyotaka kustarehe kama kawaida yako, lakini hapa pale usipasongelee, wala takrabuhunna. Dalili ya mwelekeo huu na rai hii ni hoja zifuatazo. Kwanza, hadithi ya Muadh bin Jabal aliyopokea Imam Abu Daud kwamba saala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidh. Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kipi kilicho cha halali kwa mwanamume kukifanya wakati mkewe anapokuwa katika haidhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu Muadh bin Jabal akamwambia, ma fawqa al-izar, ni kilicho juu ya izar. Izar ni vazi, aina ya vazi. Huu ni ushahidi wa kwanza. Ushahidi wa pili ni hadithi ya Maimuna binti al-Harith, mkewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, mmoja katika wakeze, aliyopokea Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahih, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha arada an yubashira
imra'atan min nisaihi, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama anapotaka kustarehe au kutangamana kimwili kistarehe na mojawapo wa wake zake, wa hiya haidh, akiwa mke yule yupo katika haidhi, amaraha an ta'tazira, katika riwaya amaraha an ta'tazira, alikuwa yuamrisha mke yule avae izar, thumma yubashiruha, kisha mtume sallallahu alaihi wasallama iwastarehe naye. Tuko pamoja jamani? Sasa wajhu dalala ya hadithi hizi mbili ni kwamba hizi hadithi mbili zote zimetaja izar. Hadithi ya Muadh imetuambia ma fawqa al-izar, hadithi ya Maimuna ikatuambia amaraha an ta'tazira. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akimwambia mmoja wapo wa wakeze yoyote yule katika wake zake, awe ni yeye Maimuna au Aisha au yoyote, maadamu yupo katika haidhi, mtume alikuwa akimwambia vaa izar. Akishavaa izar, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam yustarehe nayo. Sasa wajhu dalala iko wapi? Wanasema wal izaru, wajhu dalala ndio hii, sikizeni kwa makini. Wanasema wal izaru, na izaru ni libasun, ni vazi ambalo linavaliwa wasatal jismi, ay ghaliban ma baina surati wa rukba. Ni vazi ambalo linapovaliwa kawaida linastiri baina ya kitovu na magoti. Hiyo ndio izar. Izar anapoifunga mtu izar, akiifunga huwa amejistiri baina ya kitovu na magoti yake. Chini ya magoti unaweza ukaona, juu ya kitovu unaweza ukaona akiwa amevaa izar, lakini yaliyomo baina ya kitovu na magoti huwezi kuona ikiwa amevaa izar. Rida inavaliwa kwenye mabega juu, na hili ndilo vazi la nani? La muhrim anapokuwa katika ihram. Muhrim katika ihram ana mavazi haya mawili, anavaa rida na izar, zote mbili nyeupe mwanamume. Sasa izari ndio ile ya chini. Sasa wakasema jumhuri ya wanazuoni, hizi hadithi mbili zimekuja kuweka wazi hili tamko la fa'tazilu an-nisaa fi al-mahidhi wala taqrabuhunna, limekuja kuelezea mipaka inayoruhusiwa katika kustarehe na mwanamke kupitia kwa neno la izar. Rai ya pili ya wanazuoni inasema kwamba inachoruhusiwa kwa mwanamume pindi mkewe anapokuwa katika haidh ni astarehe na mkewe yule kaifama shaa, vile anavyotaka kustarehe naye, isipokuwa tu jambo moja, ajiepushe na aljimaa, jiepushe tu na kumwingilia peke yake. Sijui kama mpo na mimi katika maneno haya na maelewa tofauti ya hizi rai mbili. Msinifanye nikaingia ndani sana kwa sababu ya vijana ambao hawajafika umri wa kubalighi miaka 18, lakini nafikiri umeelewa. Mmeona tofauti hizi rai mbili au zipo sawa? Rai mbili tofauti. Kwa rai ya pili ni kwamba inafaa, inajuzu, ni mubah kwa Muislamu kustarehe na mkewe vile atakavyo, maadamu au almuhim tu ni kwamba wewe usiingiliane naye. Sasa kwa mujibu wa hii rai ya pili, kilichoko baina ya sura na rukba pia starehe, muhimu ni kwamba usimuingilie tu peke yake. Tuelewana? Tunakwenda vizuri ikhwan? Hii ni rai ya Hanabila. Alhanabila tu ndio hii rai yao. Ile ya kwanza ya jumhurul ulama Shafi'ia, wakiwemo Mashafi'i, sisi wafuasi wa madhhab Shafi'i na Malikia na Ahnaf. Hanabila rai yao ni hii ya pili.
mimi sitawaambia mtachagua ipi. Lakini tunakwenda katika rai ambayo wanazuoni wanaita al-ahwatu wal-aslam, rai ambayo ina usalama zaidi na ni ambayo ansabu li ahwali nasi, na rai ambayo ni munasib zaidi na hali za watu. Ni rai ipi ambayo ni munasib zaidi na hali za watu? القول الرأي الأول أما الرأي الثاني؟ الأول. rai ya kwanza ndio rai ambayo ni aslam, iliyo na usalama zaidi, na ni rai ambayo ina nasibiana zaidi na hali za watu. Limadha? Kwa sababu wanasema lao tutamruhusu mtu kwenda na hii rai ya pili, basi patakuwa na uwezekano au upo uwezekano wa kushawishika na kuendelea mbele kumaliza mpaka katika jamaa, kwa sababu amepata fursa ya kustarehe katika pahala ambapo panampelekea katika jamaa. Na sisi tunajua ya kwamba sheria imekuja na jambo ambalo laitwa saddu adh-dhara'i, kuziba barabara au njia zinazopelekea katika makosa. Ikiwa kuna barabara inapelekea katika jambo lisilofaa, basi kisheria barabara ile hufungwa, hata ikiwa ile barabara yenyewe inafaa. Ile barabara yenyewe dharia yajuzu, lakini hufungwa kisheria, kwa sababu ukiifuata ile barabara unakwenda pale ambapo sipo. Mlango huu katika vipimo na viegezo vya kisheria, mlango huu unaitwa babu saddi dhara'i, mlango wa kufunga barabara zinazopelekea katika mambo ya haram, hata ikiwa lile jambo lenyewe si la haram. Kadhalika qaida nyingine inayosema alwasailu laha ahkamul ghayat, wasila kawaida inabeba hukumu ya ghaya. Ghaya yani ni mwisho, matokeo ya jambo. Sasa wasila ambao unatupelekea katika matokeo ya halali, ile wasila itakuwa ni halali. Wasila ambayo inatupelekea katika matokeo ya haram, ile wasila itakuwa ni haram. Katika sheria ya Kiislamu hatuna ibara inayosema alghayatu tubarriru alwasila, matokeo yanafanya ile wasila iwe ni halali au ni haram kulingana na matokeo. Hatuangalii opposite. Kwa mfano, mtu yupokea pesa kwa njia isiyofaa ya ulaghai, khiana au wizi au namna yote ile ambayo aitumia kupokea pesa ambayo ni haram, hoja yake au udhuru wake wa kupokea zile pesa za haramu ni kwamba eti yuwatumia zile pesa katika mambo ya khairi. Akamwambia, lakini mimi pesa hizi nazitumia katika khairati, mimi hujenga misikiti, husaidia katika madrasa, husaidia maskini, husaidia mayatima, lakini ni pesa ambazo amezipata kwa namna ya haramu. Sasa yale matokeo kwamba ni mazuri hayafanyi ile wasila ikawa inafaa. Tuelewana vizuri? Uislamu unaangalia wasila pamoja na ghaya, haiangalii ghaya matokeo peke yake. Kwa hivyo maadamu matokeo ni mazuri, basi fanya utakavyo, bora wewe upate haya matokeo. Alghayatu tubarriru alwasila hamna katika Uislamu, haiangaliwi. Inayoangaliwa ni alwasailu laha ahkam almaqasid na alwasailu laha ahkam alghayat. Sasa kwa sababu na kwa mujibu wa haya ndio yasema, inakuwa ni salama zaidi kwa Muislamu kujiepusha na yale maeneo ya hatari, danger zone, ambayo lao Muislamu akisema mimi nina imani, mimi niko sawa, sina neno, mimi ninaweza nikafuata hii madhhab ya Hanabila,
baadaye akija kishtuka ameingia pahala ambapo hakutarajia. Inkuaje shekhe? Sikuweza tena. Kwa hivyo ndio maana unafungwa ule mlango kabisa. Kwa hivyo rai ya jumhuri hapa itakuwa ina nguvu zaidi kushinda rai hii ya pili, kwa sababu ni rai ambayo itamfanya Muislamu kuja. Kwa hivyo mwanamke wa Kiislamu, mke wa Kiislamu anapokuwa katika hali yake ya haidhi, mumewe anaruhusiwa kustarehe naye, anamwambia mkewe kama vile Mtume alayhi salam alikuwa akiwaambia wake zake, ittaziri va izar, vaa nguo ambayo itakufunika maeneo haya ya leo yataja ya izar. Halafu Mtume sallallahu alayhi wasallam astarehe naye ile sehemu iliyobakia ya mwili wake mpaka akidhi haja zake. Na hivi ndivyo anavyotakiwa Muislamu kufuata, kama hivi mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumeelewana vizuri ikhwan? Hoja ya Hanabila sijui kama niwatajia. Hoja ya Hanabila nilitaja hoja yao, ma huwa sikutaja, ma qult. Dalilu al-Hanabila walisema hadithu nabii sallallahu alayhi wasallam, tulitaja katika darasa ya nyuma iliyopita, ile hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi sahih Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuteremka ile aya, kisha akawaambia sahaba zake, isna'u kulla shay'in illa nikah, fanyeni kila kitu isipokuwa nikah. Nyuma tuliwahi kuambia kwamba nikah katika lugha ya Kiarabu inakuja kwa maana mbili, kwa maana ya iqdi an-nikah kama hii itakayofanyika hapa leo baada ya salatu al-isha, na kwa maana ya jimaa. Kuna karina ambayo inakujulisha hii nikah ni jimaa na hii nikah ni iqdi nikah. Ikitumika nikah, lafzi ya nikah baina ya wanandoa, maana yake ni jimaa. Ikitumika lafzi ya nikah baina ya mwanamume na mwanamke hawajaoana, maana yake ni iqdi nikah. Tufahamiana vizuri ikhwan. Kwa hivyo hoja ya Hanabila wanasema sisi hoja yetu kwamba Muislamu mwanamume aruhusiwa na kustarehe na mkewe vovote anavyotaka isipokuwa jamaa, ni hii hadithi ya Mtume ya Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema isna'u kulla shay'in illa nikah. Hukumu ya 4 inayotokamana na aya hii tukufu ya Allah subhanahu, idha tahurat almar'atu binqita'i ad-dami lam yajuz wat'uha hatta taghtasila. Ni kwamba mwanamke aliye katika haidh, idha tahurat binqita'i ad-dami, akitahirika kwa kukatika kwa damu, lam yajuz wat'uha, haifai kumuingilia, bado si halali kumuingilia, hatta taghtasila, mpaka aoge. Hii ni hukumu ya 4 katika hii aya. Mashikilio, hoja na dalili ya hukumu hii katika hii aya ni mambo mawili. Jambo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. Wanazuoni wanasema dalili ya hii hukumu niliyoitaja ya kwamba mwanamke bado huwezi kumuingilia hata ikiwa damu yake ishakatika, ishasimama ya haidhi, bado huruhusiwi kumuingilia mpaka mke yule ende kwanza akaoge ghuslu ya haidhi. Akishaoga sasa ndio atakuwa halali kuingiliwa. Baina ya kukatika kwa damu na kuoga bado hajakuwa halali, kwa ushahidi wa haya matamshi mawili, hizi lafzi mbili, wala taqrabuhunna, wala msiwaingilie, hatta yathurna,
litizame hili neno yathurna limekuja vipi. Limekuja yathurna ambalo asli yake ni tahura. Tahara, ametahirika. Msiwakurubie mpaka watahirike. Fa idha tatahharna, tahara ya pili, hili lafdhi sasa ishabadilika, imeongezeka ta. Ya kwanza yathurna, ya pili fa idha tatahharna. Kwa hivyo kwanza imeongezeka ta, na ile ta ikaingia fatha, na ha ikaingia fatha pamoja na shadda, kwa maana kwamba asli ya hii lafdhi sio ile lafdhi ya kwanza. Lafdhi ya kwanza ya tahara na lafdhi ya pili ya tahara maana zake ni mbalimbali. Maana ya lafdhi ya pili asli yake inatokamana na tatahara, amejitahirisha. Kwa hivyo Allah azza wa jalla asema msiwaingilie wake zenu kustarehe nao na kujamiana nao hadi watakapotahirika. Fa idha tatahharna, watakapojitahirisha, fatuhunna, waingilieni. Kwa hiyo tuna tahara mbili, kuna tahara ya tahura na tuna tahara ya tatahhara. Tahura kukatika kwa damu, tatahhara ni kuoga. Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo hizi lafdhi mbili Allah azza wa jalla amezitofautisha. Hii ni hoja ya jumhuri ya wanazuoni kwamba ni haram, bado haifai mwanamume kumwingilia mkewe wakati anapokuwa katika haidhi, mpaka baada ya kukatika kwa haidhi mpaka ende akaoge, kwa ushahidi wa kwamba Allah azza wa jalla ametoa sharti la tahara hadi yule mke ende akajitahirisha kwanza. Na lafzi hizi mbili zipo tofauti kama hivi tulivyoona katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala hakusema wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idha tahurna, alisema fa idha tatahharna. Na tatahuri wanasema wanazuoni ni kitendo cha kutaka tahara, kitendo cha mtu mwenyewe kutafuta tahara. Tahura ni kitendo cha mtu banadamu mwenyewe kutahirika yeye mwenyewe, pasina kufanya jambo lolote. Ndipo pale mwanamke utahirika kwa katika damu, na mwanamke utahirika kwa katika damu pasina yeye mwenyewe kufanya jambo lolote. Hoja ya pili ya wanazuoni katika aya hii, wanasema kadhalika tunayo riwaya nyingine, tunacho qiraa chingine cha aya hii. Hii aya imesoma kwa viraa viwili. Qiraa cha kwanza ni hiki ambacho tukisoma kawaida, qiraa cha Hafs an Asim, kinasema wala taqrabuhunna, tunasoma wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idha tatahharna. Qiraa chingine ambacho kimesoma na Shu'ba, itakuwa ni riwaya ya Shu'ba an Asim, na qiraa cha al-Kisai, na kadhalika riwaya ya Khalaf an Hamza, wamesoma aya hii. Hili tamko la kwanza wamelisoma hivi wala taqrabuhunna hatta yatahharna fa idha tatahharna. Hii riwaya ya Asim, qiraa cha Asim. Huyu Asim si ana rawi wawili, ana rawi Hafs na rawi Shu'ba. Shu'ba amesoma hatta wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Kwa hivyo qiraa cha pili hiki au riwaya hii ya pili pamoja na qiraa kinatilia nguvu na maana ya kwamba iliyokusudiwa hapa ni tahara ya maji, na kwamba Muislamu bado hawezi kumwingilia mkewe mpaka mkewe huyo atoke katika haidhi kwa kujitahirisha kwa maji.
yani kwa kuoga. Sio kama tuko pamoja ikhwan. Kwa hivyo kwa hizi hoja mbili wanazuoni wakasimamisha hii hoja ya kwamba mwanamke akiwa ametoka katika ametahirika kwa katika kwa damu bado hajakuwa halali mume kumwingilia mpaka ende akauke, kwa ushahidi wa tamko la tahura na tatahara, na kadhalika kwa riwaya na qiraa cha yataharna ambacho kimekuja mara mbili katika aya hii. Amekibainisha Imam Shatibi qiraa hichi pamoja na riwaya katika Shatibiyya. Wale waliohifadhi Shatibiyya wanajua. Sio wako hapa hufadha Shatibiyya? Anasemaje? Wayathurna bitai السكون وهاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا.